naogopea kwenu adhaba yaumi muhit, adhabu ya siku nzito, adhabu ambayo itawazunguka watu. Wa ya qaumi, narudi tena ndugu zangu, auful mikiala, tekelezeni vipimo vya ujazo, wal mizan, tekelezeni vipimo vya mizani, uzito, bil qisti, fanyeni hivyo kwa uadilifu. Ukimpimia mtu mpimie kwa uadilifu, ukimuuzia mtu muuzie kitu kwa uadilifu. Wa auful kaila wal mizan, tekelezeni vipimo vya ujazo na mutekeleze vipimo vya uzito, bil qisti, ay atimul kaila wal wazna linnasi bil adli, fanyeni hivyo kwa haki, fanyeni hivyo kwa uadilifu. Wala tabkhasu nnasa ashiyaahum, watu musiwadhulumu haki zao. Hapa neno hili sasa sio tu katika kupima sio tu kupima. Hapa limekuja neno la umum, wala tabkhasu nnasa ashiyaahum, watu musiwadhulumu haki zao. Ukijua hii sio haki yangu, hata kama kuna mkubwa anakwambia chukua, ikatae, sema hii sio haki yangu, naogopa kwa Mwenyezi Mungu nitakwenda kusema nini. Ushafahamu Inaweza ukajua kwamba hii si haki yangu mimi, lakini watu wenye nguvu wakasema wewe chukua, hakuna mtu atakaye kusumbua. Wewe ndio nyanyua midomo, sema mimi siko tayari kuchukua haki isiyokuwa yangu. Na kama ukiipokea haki hiyo ambayo sio yako, elewa unakwenda katika moto wa Jahannam, hutorudi. Tumefahamiana? Qur'ani inatusimulia hivyo na inatueleza hivyo. Wala tabkhasu nnasa, musiwadhulumu watu, ashiyaahum, haki zao, ay la tanqusuhum min huquqihim shay'a, haki zao musiwapunguzie chochote. Wala ta'thau fil ardi, musikae katika nchi, mufsidina, kwa kufanya fisadi. Kuchukua haki za watu ni fisadi, unafanya fujo. Ni haramu kuchukua haki ya mtu yoyote ile, haki ya aina yoyote, kuichukua kwa sababu wewe una nguvu, hiyo ni fisadi. Na Mungu anasema kaeni katika ardhi, lakini sio kwa fisadi. Wala ta'thau fil ardi mufsidin, ay wala tas'au, musiende huku na kule, bil fasadi, kwa kufanya fisadi, fil ardi, katika ardhi, wal athyu au wal athyu ashaddul fasadi. Ili neno wala ta'thau ni fisadi iliyopindukia kiwango. Mungu hataki kuona watu wanaishi katika dunia kwa njia ya dhulma, bali Mungu anataka kumuona kila mwenye haki anapata haki yake, awe mnyonge kwa kiasi gani, lakini haki yake aipate. Na mtu awe na maguvu ya ziada, lakini asichukue haki isiyokuwa yake. Tumefahamiana? Wala ta'thau fil ardi mufsidin, musikae katika ardhi mkenda huku na kule mkawa mnafanya fisadi. Moja ya fisadi ni kuchukua haki isiyokuwa yako. Tunafahamiana? Allah mtukufu subhanahu wa ta'ala anasema katika aya nyingine, wala tufsidu fil ardi, ni haramu musifanye fujo, musifanye fisadi katika nchi,
musifanye fisadi katika ardhi baada islahiha, baada Mwenyezi Mungu kuweka miundombinu katika dunia ya kuitengeneza dunia, kwamba Mwenyezi Mungu hakusema mtu apate haki yule mwenye nguvu. Hapana, Mungu ameshaitengeneza dunia kwamba kila mwenye haki yake apate haki yake, lakini nyinyi msije mkafanya fisadi baada islahiha. Hii dunia Mwenyezi Mungu alishaitengeneza, watu waishi kwa amani, amani ya kweli, watu waishi kwa salama, salama ya kweli na haki ya kweli. Na amani ya kweli ni ile amani ambayo mwenye haki yake, hata kama atakuwa mdogo kama dudu chungu, haki yake aipate, hata kama huko liko jitu lenye nguvu kama lile ndovu, basi bado huyu dudu chungu aipate haki yake. Na mfano mzuri Mwenyezi Mungu anatusomesha katika Suratun Namli, ni mfano mzuri kabisa. Watu wote wanastahiki wajifunze maelekezo yaliyokuja katika Suratun Namli. Mwenyezi Mungu anamsema dudu chungu, dudu chungu waliokuwa wanaishi katika taifa lao, wana maisha yao, wana viongozi wao. Suleimani alayhi salam, na yeye ni mfalme mwenye utawala mkubwa, ana nguvu kubwa. Wakati anakuja huko kiongozi kama kiongozi, dudu chungu amepata taarifa kutoka kwa watu wake wa usalama. Mwisho anawaambia anaowaongoza, udkhulu masakinakum, ingieni katika majumba yenu, la yakhtimannakum Sulaimanu wa junuduhu, ili Suleimani na jeshi lake wasije wakawabanjabanja, wa hum la yashurun, hawawakanyagi kwa sababu Suleimani mbabe, atawakanyaga kwa sababu Suleimani hajui kama hapa liko dola jengine. Angalia mdudu chungu anavomsifu Suleimani, Suleimani na majeshi yake yote hayo hawezi kuwakanyaga dudu chungu kwa sababu ya ubabe, atawakanyaga kwa sababu hawaoni. Tumefahamiana? Na Suleimani maneno yale yakamfika, akalisimamisha jeshi lake mpaka dudu chungu wakaingia katika majumba yao. Shafahamu Angalia viongozi wawili hao walivyokuwa wanazingatia majukumu yao. Eti dudu chungu utaona anawazidi viongozi binadamu waliosoma na akili zao, wanazidiwa na dudu chungu. Umefahamu? Dudu chungu ana huruma na dudu chungu wenzake, anawaambia udkhulu masakinakum la yakhtimanna Sulaimanu wa junuduhu. Lakini hapa duniani unaweza ukamuona huyo anayewaongoza wenzake ndio akawa anawakanyaga hao wenzake. Umefahamu? Sijui. Sasa wewe kama Mungu atakupa neema ukakaa pale, siye tulio chini usitufutie viatu. Umefahamu? Ni Mungu tu ukakunyanyua kukuweka pale, lakini kakuweka pale ili ututumikie sisi. Sisi sio tena tukikutaka wewe mpaka tulipe kodi ndio tukufike. Si unaelewa? Tai. Kwa hivyo anasema wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, msifanye fisadi baada ya kuwa ardhi imeshatengenezwa. Dhalikum khairun lakum, kufanya hivyo ni kheri kwenu. In kuntum mu'minina, kama nyinyi ni waumini, basi kuishi katika utaratibu alioupanga Allah, hiyo ndiyo kheri kwenu. Katika aya nyingine subhanahu wa ta'ala katika surati Namli anasema hivi kuhusiana na kisa cha Nabii Allah Saleh wa qaumihi. Alikuwa anawaambia,
anawaambia watu wake, yani Mwenyezi Mungu anazungumza watu wa Nabii Allah Saleh, anazungumza wakana fil madinati 9 rahatin yufsiduna fil ardi, kulikuwa kuna kundi la watu 9, ilo kundi kazi yao kufanya fisadi katika nchi, wala yuslihuna, wala lilikuwa halifanyi mambo mazuri na kutengeneza. Mungu hayataki makundi kama hayo. Kama wakati wa Saleh walikuwa 9, leo wanaweza wakawa 900, lakini Mwenyezi Mungu hilo kundi halitaki kwa sababu linafanya fujo. Tayib, Mola wetu mtukufu subhana anasema baqiyatullahi, thawabu na neema na malipo ya Mwenyezi Mungu, khairun lakum, kwenu nyinyi ni kheri, ni bora. Baqiyatullahi khairun lakum in kuntum mu'minin, ay ma abqahu Allahu lakum, kile alichowabakishia Mwenyezi Mungu kwenu, minal halali, katika vitu vya halali, hata kama ni vichache. Khairun, ni bora kuwa na kichache, mimma tajmauna minal haram, kuliko kile mnachokikusanya kingi, lakini munakikusanya katika njia iliyo ya haramu. Kile kidogo anasema Mwenyezi Mungu ni bora kuliko kingi cha haramu ambacho munakikusanya kwa njia ya haramu. Baqiyatullahi, yale mabaki ambayo Allah anakubakishia, khairun lakum, ni bora kwenu, in kuntum mu'minin, kama nyinyi ni waumini. Ay ma abqahu Allahu lakum, kile alichowabakishia Mwenyezi Mungu, minal halali, khairun, ni bora, mimma tajmaunahu, kuliko kile mnachokikusanya, minal harami, in kuntum musaddiqina biwa'dillahi wa wa'idihi, ikiwa masadikisha ahadi za Mwenyezi Mungu na makamio yake Mwenyezi Mungu. Imam Mujahidi anasema ta'atullahi khairun lakum. Neno baqiyatullah yeye analitafsiri ta'atullahi, kushikamana na taa za Allah, khairun lakum, ni bora kwenu kuliko kushughulikia ukusanyaji wa mali. Anasema hivyo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwamba ieleweke kile kidogo unachokipata au kushikamana na taa ya Mwenyezi Mungu ni kheri kuliko kukusanya mamali tele, lakini msingi wake uliyapata kwa njia za haramu. Umefahamu? Yawezekana umeingia kazini, umemkuta mtu yuko katika cheo fulani, lakini pale mahala unapaona pana mfereji wa pesa, ushafahamu ili upafike wewe pale ukamuendea kwa mababu na kwa mabibi, sawa? Yule bwana baada ya wiki 2 akapata degedege kazini haji, kwa kuwa wewe ulikuwa ndio chini yake, utapewa ukaimu pale. Ukaimu utakuwa unapata pesa, lakini hizi pesa ni haramu kwa sababu zimetokana na misingi ya haramu, sawa? Kuna watu wanapata nafasi fulani, lakini ile nafasi ni ya wizi, basi waelewe kwamba kile kinachopatikana chote ni cha haramu. Kama unavyosikia duniani watu wanaweza wakaiba pesa alafu wanataka kuzitakatisha. Kisheria haikubaliki kutakatisha pesa, Basi huwezi kwenda katika cheo fulani cha haramu na cha halali, haviwi sawa. Walau aajabaka kathratul khabithi, hata kama kuna sehemu kile cha haramu kinapatikana kwa wingi mno, lakini elewa cha halali na cha haramu haviwezi kuwa sawa. Walau aajabaka kathratul khabithi fattaqullaha, kwa hivyo vya haramu muogopeni Allah, ya ulil albabi, enyi wenye akili, la'allakum tuflihun, ili mpate kufanikiwa.
cha haramu ndugu yangu ni cha haramu tu hicho, hata kama utakuwa na kiwango gani. Nenda ukajengee majumba, hayo majumba ya haramu tu, alafu kodisha watu, hizo pesa ni za haramu tu. Nenda kalimie mashamba, hayo mashamba ya haramu tu, na hicho kitakachozaliwa bado ni haramu tu. Kamsomeshe mtoto wako hicho ulichoiba serikalini, hiyo ilmu ya mtoto wako ni ya haramu tu, na atakachokuja kukipata nacho kitatokana na haramu tu. Haramu itaendelea kuwa haramu. Basi tumefahamiana, ibeni tu, tutaonana huko vijana wanasema chini ya mkunazi, umefahamu? Hakuna anayependa ale boflo lilokuwa halina siagi na jamu, si ndio? Hakuna anayependa hivyo. Lakini wewe kama umepata zinakupitia, chota, iba, lakini tutakwenda kukutana huko, alafu tutaonana. Sie tuliokuwa tunalalia boflo halina hata dagaa la kosha, na wewe uliokuwa unakula ukichagua nyama, leo tule ya ngamia, leo tule ya pweza, leo tule ya ng'ombe, tutakwenda kuonana chini ya mkunazi. Nani atakayepeta kuingia peponi? We iba leo, iba, weka mitego yako mote uibe tu, umefahamu? Iba. Lakini Mwenyezi Mungu anakwambia tu, la yastawi alkhabithu wattayibu walau a'jabaka kathratul khabith. Hata kama yule haramu itakuwa nyingi ikakupendeza, lakini elewa haiwi sawa haramu na halali. Fattaqullaha, la msingi muogopeni Allah, ya ulil albabi, enyi wenye akili. Wenye akili muogopeni Allah. Na Mungu anazungumza na watu wenye akili. Watu wenye akili ndio wanaojua maana ya dhulma ni nini, sawa? Lakini watu wasiokuwa na akili, hata ukiwazungumza hawakuelewi. Na hapa duniani walio na akili na wasio na akili, walio na akili ni wachache mno. Shafahamu? Walio na akili ni wachache mno, wengi wao hawana akili. Mpaka leo hawajaijua dunia hii wameletwa kufanya nini, bado hawajajua. Yani sisi tulio wengi tunaishi kama yale makundi ya wanyama mbugani. Madudu gani yale yanatembea hata 20,000 yanafika kwa pamoja? Yanaitwa madudu gani yale? Sijui yanaitwa nyumbu. Simba anamkimbiza mmoja wao, akimkamata pap, ushafahamu wale wengine wanakaa hapo wanakula manyasi, na simba hana habari nao tena. Wale analiwa mwenzao hapa, wala wao hawana habari. Umefahamu? Ndio tulivyo sisi hivyo. Yani sisi ananyofolewa mmoja wetu maiti, gwinju, amekufa. Ushafahamu? Sie tunaendelea kama wale manyumbu tu, tunakula majani, wala hatujifunzi chochote. Umefahamu? Itabaki kaburi kupambwa, litiwe mnainai, liwekewe mlinzi, iwe nini? Nani aje kufukua mifupa? Ushafahamu? Tayyib, baqiyatullahi khairun lakum. Jamani, kheri za Mwenyezi Mungu au taa za Mwenyezi Mungu ni kheri kwenu, in kuntum mu'minin. Wama ana alaikum bihafidhin, na muelewe kwamba mimi siku ya Kiyama sitakuwa mtetezi kwenu kama mutaondoka na hali hii. Aiwalastu biraqibin, sikuwa mimi mwenye kuwafuatilia. Ahfadhu alaikum a'malakum, ndiyo kwamba nizihifadhi amali zenu. Wa ujazikum biha, alafu niwalipe mimi. Wa innama ana nasihun muballighun, mie kazi yangu kutoa nasaha na kufikisha ujumbe. Sawa Tayyib. Qalu, wakasema, ya Shuaibu, ewe Shuaibu, aswalatuka, tafsiri moja hiyo swala yako, kwa sababu Shuaibu alikuwa anaswali sana. Tafsiri nyingine, aswalatuka, hiyo dini yako, taamuruka, ndiyo inakuamrisha wewe, an naturuka ma yaabudu abauna, inakuamrisha utueleze kwamba sisi
tuwache ibada walizoabudu wazazi wetu? Na neno yaabudu ni fi'lu mudhari, hata kama walikuwa wazazi wao wamepita huko nyuma, maana yake wanaihudhurisha ile hali hivi sasa. Wazazi wetu wanaabudu, siye tuwache. Aswalatuka, hivi swala yako Shuaibu, taamuruka, ndio inakupa jeuri na kukuamrisha, annatruka ma yaabudu abauna, sisi tuache zile ibada walizokuwa wakiziabudu wazazi wetu, au naf'ala fi amwalina ma nashau, ndio au annaf'ala fi amwalina ma nashau, au swala yako ndio inakupa jeuri wewe utuambie sisi tusifanye katika mali zetu tunavyotaka wenyewe? Yani ile kuambiwa musiuze hivi musiuze hivi, kwa wao imekuwa kero. Wanamrudia Shuaibu kwamba dini yako imekwambia sisi tusiabudu ibada za wazazi wetu, lakini dini yako imekuja kutuambia kwamba sisi katika biashara zetu tupangie wewe. Ushafahamu biashara zetu utupangie wewe. Shuaibu hakuwa anawapangia biashara kama wanavyopangiwa wakulima leo duniani. Shuaibu hakuwa na lengo hilo. Shuaibu alikuwa anawaelekeza bei iliyo sahihi, bei isiyowaletea madhambi, bei itakayowapatia radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Basi hakuwa na jengine Shuaibu. Na wala katika Uislamu hakuna kuchukua kodi. Sawa, hakuna kuchukua kodi katika Uislamu. An naf'ala fi amwalina ma nashau, unataka tusifanye tunavyotaka katika mali zetu. Innaka, kweli hakika ya wewe, la antal halimu, kweli wewe ni mpole, ar-rashid, kweli wewe umeongoka. Yani maneno haya kejeli na istihzaji. Shafahamu ama we mpole kweli, unatupangia mpaka katika biashara zetu. Antal halim, antal rashid, ay innaka la antal aqilu, wewe una akili. Almuttasifu bilhulmi, unasifikana na upole, warushdi, na uongofu. Qala Tabari, Imamu Tabari akitafsiri aya hii anasema yastahziuna bihi, walikuwa wakimfanyia shere. Fa innahum a'daullah, kwa sababu wao ni maadui wa Mwenyezi Mungu. Qalu lahu dhalika istihzaa, walisema maneno haya kumfanyia shere, kejeli. Mpole sana wewe, una huruma sana wewe, mtu wa dini sana wewe. Lakini haya maneno hayakuwa katika uhalisia. Wakati mwingine usidhani mtu akikusifu anakusifu katika uhalisia hivyo ukavimba jichwa nene, umefahamu Sio kila anayenyanyua midomo kukusifu yuko katika haki bwana. Mwingine anakusifu kwa sababu ana njaa, asipokusifu inaweza ikawa tatizo, umefahamu? Lakini sifa hizo za kukusifu mbele ya watu haziwi sifa za kweli. Mtu akusifu akiwa peke yake, umefahamu lakini sifa mbele za watu, huyo anatengeneza ubwabwa tu, umefahamu huyo anatengeneza ubwabwa. Na kwa kuwa kuna watu Mungu anawajua wanapenda kusifiwa, basi wanasifiwa na wenyewe wanafurahi. Unafahamu? Anasema hivyo Mwenyezi Mungu katika Qur'ani, kuna watu yuhibbuna an yuhmadu, wanapenda wasifiwe, tena wanasifiwa bima lam yafalu, wanasifiwa kwa mambo ambayo hawakufanya, lakini wenyewe wananenepa hivyo hivyo. Ushafahamu? Usikubali kusifiwa kitu ambacho huna na hujafanya. Kwa nini ukubali sifa hiyo? Wewe uone huyo anasema uongo. Innaka la antal halimur rashid. Qala, akarudi tena Shuaibu kuzungumza na jamaa zake. Ya qaumi, enyi jamaa zangu, araaitum, ebu nipeni habari, nielezeni,
in kuntu ala bayinatin min rabbi, ikiwa haya ninayoyasema nikawa na ushahidi nayo, nikawa na dalili nayo, bado mtaukataa utume wangu, sawa Ay in kuntu ala burhanin min rabbi wa huwa alhidayatu wan-nubuwa, nao ni uongofu na unabii. Warazakani minhu rizqan hasana, na ikawa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amenuruzuku mimi mali za halali. Fakad kana alayhi salam kathirul mali, alikuwa na mali nyingi. Kwa hivyo mnasemaje mtaukataa bado utume wangu? Wama uridu, na mimi nakuwekeni wazi kabisa, sikusudii an ukhalifakum, kwamba mimi niende kinyume, ila ma anhaakum anhu, mimi nifanye lile ninalowakataza nyinyi. Shafahamu kuna kawaida hiyo duniani. Kuna watu wanaweza wakapiga chapuo, rushwa haramu, rushwa ni adui wa haki, lakini anasema hapa mdomoni tu lakini yeye mwenyewe ndo kinara wa rushwa. Shafahamu, wapo watu hao. Sasa Nabii Allah Shuaibu anasema mimi sitaki kwenda kinyume na kile ambacho nyinyi na wakatazeni, siko hivyo. Maana yake wewe kama umesimama kukataza jambo ndani ya familia yako, ndani ya watoto wako, sitaki watoto wangu murudi hapa baada ya swala ya Isha ifike tena mtu saa 4 hajaingia ndani, sitaki hiyo tabia. Basi wewe baba uwe wa mwanzo baada salatu la Isha uko ndani. Shafahamu, sitaki kumsikia mtoto anatukana katika watoto wangu, sitaki mdomo wake ni usikie unatukana. Wewe baba uwe wa mwanzo kutokutumia mdomo wako katika matusi. Sitaki mtoto wangu aseme uongo, hata kama kakosea, nikimuuliza anambie kweli, mimi niwe na maamuzi ima ya kumuadhibu au kumsamehe, lakini asiseme uongo. Basi na wewe usiwaongopee watoto wako. Ushafahamu? Unaondoka hata kama mtoto wako mdogo anakuuliza baba unakwenda wapi? Kama unakwenda kazini umwambie kweli nakwenda kazini. Kama unakwenda mjini useme kweli nakwenda mjini. Usimuongopee. Akikwambia baba niletee zawadi nitakuletea, au mwanangu nakwenda huku nitakuletea zawadi, usipomletea mtoto wako anasoma lile. Na wewe utakapokuja kuota ndevu nyeupe ushakaa nyumbani, utamwambia mwanangu mnataka sukari huku, baba nitakuletea wiki ya kwanza, wiki ya pili, anakulipa yale. Ushafahamu? La tanha an fi'lin, usikataze jambo wewe mwenyewe hilo jambo ukawa unalifanya. Na hapa duniani kwa hivi sasa ndio maana tunafeli. Kuna watu wanakataza mambo lakini wao wenyewe wanafanya, wanadhani labda hawajulikani. Shafahamu? Lakini Mtume Muhammad aliposema zina ni haramu, watu walikuja wakafunua kurasa zake, wakamuona katika zinaa hayuko. Aliposema uongo haramu, watu wakafunua kurasa zake. Toka ana miaka 2 mpaka amefika miaka 40 anapewa utume. Aliwahi kumuongopea nani? Wakagundua hakuna aliyewahi kumuongopea katika kila kipengele chake. Ndio maana bwana Mtume akapata wafuasi mpaka wewe ukawemo. Ushafahamu Lakini tabia za uongo, utaongopa siku moja, siku ya pili watu wanakujua wewe muongo. Ushafahamu? Na watu wakisha kukujua wewe muongo, hata heshima yako utakuwa huna, hata kwa watoto wako utakuwa huna heshima. Mzee muongo, kamba tu huyo. Ushafahamu? Sasa mwanao akikwambia mzee kamba tu huyo, ndio unajionaje wewe mwenyewe? Unajionaje? Mzee kamba tu huyo, anampiga makamba huyo Bimaza. Ushafahamu? Na Bimaza na watoto wake, umefahamu baba yenu muongo, wanachukua zaidi maneno kutoka kwa mama zao. Ukitaka uwe karibu sana na watoto wako, uwe mkweli sana. Kinyume na hivyo, ukimnyanyasa mama yao
Kule kwetu nyumbani Rufiji wanasema hilo ushalikwa upo. Kwa hivyo hapo tunafeli sana bwana. Tukimchukua mwalimu Adamu, na wewe basi kaa hapo tusimamie la ilaha illa Allah, atakuja kutuambia maneno matamu yanajaa msikiti huu, lakini ukifunua kurasa zake mwalimu Adamu hana moja. Ushafahamu? Sasa faida yake nini?